Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi hiki maalum cha wakala wa nishati vijijini REA, ushiriki wake katika maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam. Na hapa tuko nje ya banda la REA. Mnaweza mkaona wenyewe kwenye banda hili la REA ni moja ya mabanda vivutio maalum kabisa katika maonyesho haya, lakini pia taasisi ya wakala wa nishati vijijini ni moja ya taasisi muhimu sana zinazofanya kazi nzuri mno katika awamu hii ya 5 ya Mheshimiwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli, ambako miongoni mwa ahadi za Rais Magufuli anataka kufikia 2025 Tanzania nzima, vijiji vyote, maeneo yote yana umeme wa uhakika. Hiyo kazi inafanywa na REA, na ndio maana mnaona hata ule mradi wa Stigla Gorge unaendelea ili kuhakikisha kwamba tatizo la nishati ya umeme kwa upande wa Tanzania linakuwa sasa ni historia. Naitwa Pascal Mayala, karibuni tuingize ndani ya banda la REA muweze kuona nini kinaendelea. REA ni moja ya taasisi muhimu sana katika taasisi 5 muhimu kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Miongoni mwa kazi kubwa inayofanywa na REA ni kusambaza umeme vijijini. Lengo la Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli na awamu yake ya 5, anataka mambo yakienda vizuri ikifikia 2025 Tanzania nzima, vijiji vyote, wilaya yote, kata zote, tarafa zote zina umeme. Na mkurugenzi mkuu wa REA ataanza kwanza kwa kujitambulisha rasmi jina na kutuambia REA nini, pamoja na kwamba tunaifahamu majukumu yake, alafu tutazungumza baadaye kidogo mpaka hapa tulipofikia REA wameshafanya nini. Asante ndugu mtangazaji. Naitwa Mhandisi Amos Maganga. Mimi ni kaimu mkurugenzi mkuu wa wakala wa nishati vijijini REA. Wakala wa nishati vijijini REA, kama ulivyosema mtangazaji, ni kwamba ni taasisi ya serikali na ulianzishwa kwa sheria namba 8 ya mwaka 2005 ya wakala wa nishati vijijini. Majukumu na madhumuni ya wakala wa nishati vijijini ni kwamba kuhamasisha na kuwezesha upatikanaji wa nishati bora vijijini. Tunaposema nishati bora, maana yake ni kwamba wananchi walioko kule vijijini ambao ndio wengi zaidi, hakikisha kwamba wanatumia nishati ambayo ni rafiki wa mazingira. Ndio maana ya kusema kwamba nishati bora. Wakala wa nishati vijijini, kama nilivyosema hapo awali, ulianza mwaka 2008. Mpaka tunavyoongea hivi sasa mwaka 2019, serikali imewekeza kwa kiasi kikubwa kweli kweli kwenye nishati bora vijijini. Mpaka tunavyoongea hivi sasa takriban shilingi trilioni 2.3 zimeshatumika katika kuhakikisha kwamba nishati ya umeme vijijini inasambaa kule vijijini. Na matokeo yake tumeyaona. Wakati wakala wa nishati vijijini haujaanza, yani mpango wa umeme vijijini haujaanza, ni jumla ya vijiji 506 tu kati ya vijiji 12,268 ndivyo vilivyokuwa na umeme mwaka 2007. Tunavyoongea leo, kwa kutumia hizo hela, takribani vijiji 7,227 sasa hivi tayari vile vijiji vina umeme. Wakati tunaanza wakati ule, kwa mujibu wa ofisi ya takwimu ya taifa, upatikanaji wa umeme vijijini mwaka 2007 ilikuwa ni 2% tu katika vijiji 506. Kwa survey iliyofanyika, kwa utafiti uliofanyika mpaka Disemba mwaka 2016, ni 49.5% ya upatikanaji wa umeme kule vijijini. Kwa hiyo unaweza kaona tofauti kubwa sana kutoka 2% tuliyokuwa nayo na kufika 49.5%. Kutoka vijiji 506 tulivyokuwa navyo mwaka huu 2007 mpaka vijiji 7,227. Kwa kweli niseme kwamba serikali imewekeza kwa kiasi kikubwa na matunda yameonekana. Lakini niseme kwamba sio tu wingi wa vijiji vile 7,227 na wala sio ile 49.5, lakini tunaangalia mafanikio sasa ambayo yamepatikana. Kwa kweli mafanikio mengi yameweza kupatikana. Kwanza, moja, wananchi walio wengi wameweza kufikiwa na huduma za nishati bora. Na kwa kufanya hivyo, hawa wananchi wameweza kufaidika. Kwa mfano kiuchumi,
Kiuchumi watu wameweza kuanzisha shughuli mbalimbali za kiuchumi, zikiwemo hivi sasa tunaona kule vijijini kuna mambo ya welding yanaendelea kule vijijini, lakini viwanda vidogo vidogo vya useremala vinaanzishwa kule vijijini. Mashine hizi za kusaga ambazo zinatumia nishati ya umeme zinaendelea kule vijijini. Saluni za ususi na kadhalika zinaendelea kule vijijini. Lakini vile vile kuna huduma za kijamii zimeimarika sana baada ya hii miradi kuwa imetekeleza umeme vijijini. Kwa mfano tunavyoongelea hivi sasa, zaidi ya shule 4,300 za sekondari na shule za msingi kule vijijini zimeweza kuunganishwa na huduma ya umeme kupitia miradi ya umeme vijijini. Lakini si hilo tu, zahanati ya zaidi ya 3,600 vile vile zimeweza kuunganishwa na huduma ya umeme kupitia miradi ya umeme vijijini. Lakini vile vile hizi pampu za maji mpaka tunavyoongea sasa hivi takriban pampu za maji 220 zimeshaunganishwa na umeme kupitia miradi ya umeme vijijini, na wananchi wanaendelea kufaidika kupata maji yaliyo bora, yaliyo safi na salama. Lakini vile vile kuna hizi centers mbalimbali, migahawa, hizi mabaa pamoja na groceries na nini, centers za kiuchumi nyingi zaidi ya 5,000 zimeweza kuunganishwa nchi nzima kulingana na hii miradi ya umeme vijijini. Lakini majumba ya ibada, misikiti, pamoja na makanisa zaidi ya 1,200 yameweza kuunganishwa na huduma ya umeme, na waumini wameweza kupata sasa ile huduma za kiroho uwe mchana au uwe usiku, kwa sababu huduma ya umeme inapatikana kule vijijini. Lakini lingine labda niseme kwamba tumezoea kwa mara nyingi sana kuona kwamba kuna movement kubwa ya vijana wanatoka vijijini wanaenda mijini. Lakini kwa leo sasa tunaona kinyume chake, kwamba vijana wanatoka mijini wanaenda vijijini kwa sababu kuna fursa mbalimbali ambazo wanaziona na ushindani huku mjini ni kubwa sana. Wapenzi watazamaji, kama mlivyomsikia kaimu mkurugenzi wa REA, kwanza jambo la kwanza hata kabla sijasema hayo aliyoyasema, nikupe hongera kwa sababu nimekuona unaongea kimagufuli style. Kumbukumbu mnaziingiza kichwani, mna kompyuta ndani ya vichwa vyenu. Mmesikia akitoa data za idadi ya vijiji, gharama za umeme, vijiji kabla ya kazi nzuri inayofanywa na REA. Kwa hiyo niombe nyinyi wapenzi watazamaji wa kipindi hiki na Watanzania kwa ujumla, kiukweli kabisa serikali ya awamu ya 5 ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli inafanya kazi nzuri sana kutuletea maendeleo. Kwa hiyo wale Watanzania wazalendo wa kweli wenye nia nzuri na taifa hili wataisupport serikali hii 100% kazi nzuri ambao wanafanya. Mtangazaji, kama unavyojua REA kwa maana ya kwamba wakala wa nishati vijijini, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba kila kijiji na kila kitongoji kinapata umeme au nishati ya umeme. Katika mazingira hayo tumejipanga kuhakikisha kwamba lengo la serikali kwa maana ya kuhakikisha kwamba nishati vijijini imefika kwa kiwango kilichoamriwa, inafikiwa bila matatizo yoyote. Na lengo kubwa la REA sio tu katika eneo la kufikisha nishati vijijini ya umeme, lakini pia kuhakikisha kwamba tuna promote viwanda vidogo vidogo katika maeneo mbalimbali ambayo REA imefika. Na kwa kweli hilo ndio jukumu letu kubwa. Lakini jukumu jingine ni kudevelop uwezo wa ndani wa watu na vikundi mbalimbali kujitengenezea nishati ili kuweza kufikisha maeneo mengine zaidi ya nishati hiyo ya umeme. Na utaona kwamba katika hili tumefanikiwa kwa kiasi kubwa, kwa sababu kupitia miradi mbalimbali ambayo imeendelea na mengine ambayo itaendelea, tunaamini kwamba lengo hilo litafikiwa, nalo ni kuhakikisha kwamba angalau vijiji vyote kufika mwaka 2021 vinakuwa vimeingia kwenye mpango wa nishati vijijini, na kwamba kitaifa kufika mwaka 2025 kila kaya iwe imepata nishati ya umeme. Kwa hivyo hayo ndio malengo yetu makubwa. Mimi kama mjumbe wa bodi ya REA naitwa Dailin Leonard Mgweno. Niko hapa pamoja na wajumbe zangu wa bodi ya REA na mwenyekiti. Nafikiri mwenyekiti amezungumza mengi, ila napenda kuchangia kidogo kwamba sisi kama wana REA tuko pamoja, na pia sisi kama bodi tuko kuhakikisha kwamba kila mwanakijiji anapata umeme na kila Mtanzania ananufaika na REA. Kwa hiyo sisi kama bodi tuko nao pamoja na tutahakikisha hilo. Nashukuru. Kwa jina naitwa Mhandisi Francis Songela,
ni mjumbe wa bodi hii ya wakala wa nishati vijijini, na kama ulivyosikia kutoka kwa mwenyekiti wetu kwamba sisi kama bodi tuna wajibu na jukumu la kuweza kuisimamia REA ili kuweza kutekeleza majukumu yake kama inavyotakiwa kisheria, ili kuendana sambamba na jitihada za serikali za kupeleka umeme katika vijiji vyote vya Tanzania. Kwa sisi jukumu letu hapa, na tunafurahi kuwepo kwenye banda hili leo, tumeweza kuona wadau mbalimbali wakifika, wakiweza pia kuangalia shughuli zetu ambazo tunafanya, na hii inatusaidia sisi kupeleka ujumbe kwa Watanzania kwamba REA ipo na ina wajibu wa kuwafikia Watanzania wote, na wanaweza kutumia nishati ya umeme sio tu kwa ajili ya kuwasha taa, lakini pia kwa kuchangia katika maendeleo ya viwanda kama ambavyo serikali inasisitiza. Mimi naitwa Dr. Andrew Komba, pia ni mjumbe wa REA. Ujumbe ambao ningependa kuwapa wananchi wenzangu wa Tanzania ni kwamba wakala wa nishati vijijini, lengo lao kubwa ni kuhakikisha kwamba nishati ya umeme na nishati nyingine mbadala zinawafikia wananchi. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa wakati huu tukizungumzia kwenda katika uchumi wa viwanda, na sio tu kubakia katika uchumi wa kati, basi kwenda katika ule uchumi mkubwa. Watumie fursa hii ambayo REA inaifanya kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2025 umeme unafika kote kwa wananchi wetu. Sasa kwa minajili hii, fursa hii ni fursa muhimu, wajipange. REA inapopeleka umeme wawe tayari kuhakikisha kwamba wanajiunga, kwa maana ya kufanya connection na kuweza kutumia umeme kwa shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Kwa hiyo niendelee kuhamasisha ili azma ya serikali iweze kufikiwa. Asante sana. Mimi naitwa Luis Akaro, ni mkurugenzi pia wa REA. Mimi ujumbe wangu kwa wananchi kwa ujumla ni kwamba ningependa kuona kwamba kwanza kuna vijiji 12,000 zaidi ya hivyo katika nchi yetu, na tunataka vyote vipate umeme, kila kaya ipate umeme. Nia kubwa hasa, makusudi hasa ni kuona kwamba tumekuwa na ujasiriamali wa juu katika nchi yetu, na sasa kuwe na usindikaji kwenye vijiji vyetu, kuwe na wanaochomea vyuma, wafriji, wanauza soda, wanauza kila kitu mbalimbali. Kwa napenda kwamba kila mfanyakazi, kila mtu mwananchi ajifikie mambo ya ujasiriamali kutumia umeme wa REA. Mimi naitwa Nurdin Ibadi, ni mwakilishi wa kampuni ya Copagas, ambayo Copagas kama Copagas, kazi yake Copagas ni kuwarahisishia wateja matumizi ya gesi, kwamba mpaka shilingi 1,000 una uwezo wa kununua gesi na kuweza kupika. Copagas kama Copagas wamekutengenezea kifaa cha smart meter ambayo kinakuwezesha kuona matumizi ya gesi. Gesi nyingi za majumbani ni gesi ambazo unakuwa gesi kisha huoni matumizi yake, lakini kupitia kifaa hiki kitakuwezesha kuona matumizi yako ya gesi. So Copagas kama Copagas pia wamekutengenezea system ambayo unalipia gesi kama vile umeme wa loko. Katika kulipia huko kwamba utalipia kupitia mfumo wa Tigo Pesa au M-Pesa, ndipo utaweza kulipia hiyo gesi kuanzia mpaka shilingi 1,000. Kwa maana hiyo Copagas kama Copagas wana huu mfumo wa hii smart ambayo itakuonyesha hiyo jinsi gani gesi inavyofanyaje, inavyotumika. Sawa? Pia Copagas wamekutengenezea hiyo system, pia utaweza kulipia labda shilingi 50,000, 40,000, 20,000, 1,000, unaweza ukalipa hiyo gesi na kwanza kupika. Kwa maana hiyo Copagas, sawa, ina huu mfumo ambao pia wametengeneza kuwarahisishia watumiaji, kwamba kuna mtumiaji hawezi kununua mtungi labda 50,000, sawa, na maana anaweza kuweka shilingi 1,000 na akapika. Kuna mwingine Copagas amekuja kuwarahisishia watu wa chini na watu wa kati, kwamba mpaka shilingi 1,000 unaweza ukapika. Karibuni katika banda la wakala wa nishati vijijini, wakiwa pamoja na wadau wao. Mimi kwa jina naitwa Salama Sudi, natokea katika kampuni ya Invotech inayojihusisha na utengenezaji wa majiko sanifu na banifu, majiko yaliyolenga matumizi ya mtumiaji. Tuna majiko ya aina tofauti ya kwenye mashule, migahawa na majumbani. Ili hapa ni kwa ajili ya mashuleni ambalo linatumia gesi.
Ili linalofuata ni kwa ajili ya migawa, ni kwa ajili ya chapati. Linaweza kupika chapati 8 kwa wakati mmoja. Hili hapa vile vile ni kwa ajili ya chipsi ambalo ni jiko pamoja na wavu wake, linatumia gesi. Hili ni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani ambalo linatumia mkaa kidogo. Hili hapa linatumia gesi. Teknolojia ya majiko yetu ni kwamba sufuria inadumbukia kwa ndani. Kwa hiyo inapika bila kupoteza moto wa aina yoyote ile. Na mpishi lile joto alimpati katika utumiaji. Na mimi naitwa Focus Carol Tairo, ni meneja wa kitengo cha huduma kwa wateja cha kampuni ya PowerGen. Tumekuja kwenye banda hili la REA hapa Sabasaba, na mbele yangu ninayo modo ambayo ni mfano wa kitu ambacho tunakifanya katika kijiji tunapofika. Utaangalia hii inaonyesha mtambo wa sola, na tunaweka mtambo mkubwa kulingana na mahitaji ya kijiji husika. Mtambo huu unachukua ule umeme wa DC wa jua, unauzalisha, unakuwa ni umeme wa AC kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya nyumbani. Huu ni mfano wa wanakijiji, lakini wote ambao wako ndani ya mzingo usiozidi kilomita 1 wanaunganishwa na umeme huu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, lakini pia na viwanda vidogo vidogo. Mteja anaweza akatumia vitu kama TV, friji, freezer na vitu kama pasi, majiko ya umeme na vitu vingine. Lakini kwenye viwanda vidogo vidogo, basi mashine za kusaga, anaweza akatumia mashine za kuchomelea, anaweza akatumia pampu za kuvuta maji kutoka kwenye kisima na mambo mengine yanayofanana na hayo. Karibuni sana REA, sisi ni PowerGen Renewable Energy. Naitwa Jaina Msuya, ni afisa uhusiano wa wakala wa nishati vijijini REA. Sisi wakala wa nishati vijijini katika maonyesho haya ya 43 ya kimataifa ya Dar es Salaam tumekuja pamoja na wadau wetu ambao wanaonyesha teknolojia mbalimbali za miradi ya nishati vijijini. Teknolojia hizi ambazo tunazo ni pamoja na majiko bora ambayo yanatumia nishati ndogo au nishati banifu. Ni nishati kidogo sana inatumika, lakini unaweza ukapika chakula vizuri na kikaiva. Kwa hiyo inatunza mazingira na vile vile inakupa wewe muda wa kutumia mwingi ile nishati yako, kama ni ya kuni au ni ya gesi au ni ya mkaa, kwa maana unabana matumizi hata ya hela ya kununulia hiyo nishati. Vile vile tumekuja na wadau wetu wengine ambao wanaitwa Copagas. Copagas wao wana nishati ya kupikia ya gesi, unalipa kadri unavyotumia. Kwa mfano, wengi tumezoea kulipa kadri unavyotumia kwenye umeme, kwenye luku. Lakini hii ni teknolojia ambayo mwananchi anakaa nyumbani, gesi ikiisha, anaweka hela kwenye simu, anatuma kama anavyotuma kwenye kulipia luku kwenye mtandao na anapata gesi. Kwa hiyo unaweza kununua gesi ya shilingi 2,000, ya shilingi 10,000 kulingana na uwezo wako. Kama siku hiyo una shilingi 1,000 hulali njaa, unapika kwa kutumia Copagas. Vile vile tumekuja na mradi ambao sisi tunasema wakala wa nishati vijijini tunasambaza miradi ya nishati bora katika mikoa na wilaya zote Tanzania bara. Lakini pia tuna miradi ya maeneo ambayo grid haijafika. Katika maeneo haya ambayo grid haijafika huwa tunatumia nishati ya jua na nishati nyinginezo ambazo zinapatikana katika maeneo hayo, hususan kwenye visiwa. Hivyo tumekuja na kampuni ya PowerGen, wenyewe wanazalisha umeme kwa kutumia mini grid ya umeme jua. Na katika visiwa wao wameshafika kwenye visiwa vya Ziwa Victoria, tumekuja nao hapa, wanaonyesha namna ambavyo wamezalisha umeme wao na wameunganisha wananchi, na wao wanatumia mitandao hii ya simu kwenye kulipa na kuwaunganisha wananchi, na kuna mikopo ambayo huwa wanawawezesha wananchi wapate ili waweze kupata hiyo nishati. Na tunasema nishati ni kwa maendeleo. Nishati ni kichocheo cha maendeleo vijijini. Kwa maana nishati bora inatumika kwa ajili ya kusindika mazao kwenye viwanda mbalimbali, viwe ni viwanda mfano vya kuchakata mazao ya mifugo ya kilimo au ya uvuvi na mazao ya kawaida ya nafaka na vitu vinginevyo. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa kutumia nishati bora, shughuli za uanzishwaji wa viwanda kama ilivyo sera ya awamu hii ya 5 inatekelezwa ipasavyo, na miradi ya umeme vijijini hii ndio injini ya kuweza kuhakikisha kwamba viwanda vinaanzishwa vijijini. Pia tumekuja na wazalishaji wa nguzo. Kama ambavyo mnafahamu kwamba serikali imeagiza sasa hivi
vifaa vinavyotumika katika ujenzi wa miundombinu ya kusambaza umeme vijijini vitengenezwe katika nchi yetu kwa maana ya kukuza uanzishwaji wa viwanda, lakini pia kuongeza ajira na mapato kwa ujumla. Hivyo tumekuja na kampuni ya TanWatt, wao ni wazalishaji wa nguzo na nguzo zao zinatumika kwenye miradi ya kusambaza umeme vijijini ambako wakandarasi wa REA wanakwenda na kununua nguzo. Vile vile tumekuja na kampuni ya Tanalek. Hii inatoka Arusha, wao ni wazalishaji wa transformer na transformer hizi zinazalishwa kwa ukubwa mbalimbali kuanzia kV 50 na kuendelea na zinatumika katika miradi ya kusambaza umeme vijijini. Vitu vyote hivi vilivyoletwa ni vitu vinavyozalishwa na viwanda vya kwetu hapa Tanzania, na sisi kama REA kazi yetu ni kusambaza umeme vijijini na kuwezesha kuongeza au kuchagiza uanzishwaji wa maendeleo pamoja na shughuli za uzalishaji mali kwa lengo la kuhamasisha na kuendeleza ustawi wa jamii. Jamii iweze kufanya biashara katika mazingira bora, mazingira ya kisasa. Jamii iweze kuanzisha biashara mbalimbali ambazo zitaongeza ajira, lakini pia zitaongeza pato la mwananchi mmoja mmoja, pato la familia, pato la kijiji mpaka mkoa mpaka na taifa, kwa sababu biashara nyingi zitakapofunguliwa ikiwa ni pamoja na viwanda, inamaanisha kwamba hata serikali nayo itapata wigo mkubwa wa kukusanya kodi. Hivyo sisi tunathibitisha kauli mbiu ya mwaka huu ambayo inazungumzia usindikaji wa mazao ya viwanda kwa ajili ya maendeleo endelevu ya taifa hili, kwamba miradi ya umeme vijijini ni kichocheo kikuu cha uanzishwaji wa viwanda vijijini pamoja na biashara na shughuli nyingine za ustawi wa jamii au huduma za jamii kama vile huduma za afya, elimu, maji. Pia tunafahamu kwamba umeme ukifika katika huduma hizi za jamii watatumia vifaa vya kisasa, mashuleni watafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa, lakini pia kwenye huduma za afya watatoa huduma bora zaidi maana wanapata wigo mpana wa kutumia vifaa. Hivyo tunawaomba Watanzania ambao wanafikiwa na miradi hii ya umeme vijijini waitumie kwa ajili ya manufaa, kwa ajili ya kubadilisha maisha yao kwa ujumla. Ni fursa. Kwa kifupi, miradi ya kusambaza umeme vijijini ni fursa kubwa kwa wananchi na waitumie ipasavyo. Na utaratibu wetu sisi REA tunasema mradi wetu huu wa REA popote pale unapomfikia mwananchi, bei ya kuunganishiwa ni shilingi 27,000 ambayo kimsingi ile ni kodi tu. Badala ya kulipa 177,000 atalipa 27,000. Shilingi 150,000 imelipwa na serikali, yeye analipia kodi tu. Lakini kwa wale ambao ni wa viwanda wanatakiwa lipe shilingi 139,500 badala ya shilingi 912,000. Hatukuishia hapo, tunawaambia wananchi wa vijijini ambao hawana hela ya wiring, umeme wa REA kufikia, huna hela ya wiring, tumekuja na kifaa kinaitwa umeme tayari au umeta. Kifaa hicho ni mbadala wa wiring, kinapatikana katika ofisi zote za TANESCO na kwa wakandarasi wanaojenga miundombinu ya REA. Hivyo wananchi kama hana hela afahamu tu kwamba kupitia umeta yeye ataunganishiwa umeme. Kifaa hicho kinapatikana kwa shilingi 36,000 tu, na wiring ya chumba kimoja inaweza ikagharimu kuanzia 200,000 na kuendelea. Hivyo tunawasihi wananchi kwamba umeme tayari au umeta ni kifaa bora kabisa cha wiring na kimethibitishwa na TANESCO na TBS. Hivyo hakina tatizo lolote. Wachangamkie fursa hiyo, wakati ni huu, tuweze kusukuma gurudumu la taifa letu. Asante sana. Jina langu naitwa Ombeni Jonas, ni kutokea Tanalek. Sisi hapa Tanalek ni kiwanda ambacho kiko Arusha, Tanzania. Ni wazalishaji wakubwa sana wa transformer za umeme kuanzia kVA 5 mpaka kVA 5000. Kiwanda hicho kiko Arusha, tunatengeneza transformer za size tofauti tofauti kwa ajili ya hii miradi ya REA ambao sisi tunawezesha wakandarasi mbalimbali ambao wanatekeleza miradi ya REA kufikisha nishati bora kabisa ya umeme vijijini. Pia tunatengeneza transformer kwa ajili ya viwanda mbalimbali ambao kwa ajili ya kutekeleza kauli mbiu ya 77 ambao ya usindikaji wa mazao ya kilimo kwa maendeleo endelevu ya viwanda. Kwa hiyo sisi pia mbali na transformer pia tunatengeneza vifaa vingine, switchgear items mbalimbali kama changeover switch kwa ajili ya umeme.
Pia sisi tunafanya kazi na wakandarasi mbalimbali kwa kazi za site na vitu vingine pia. Kwa hiyo sisi hapa tumekuja Sabasaba kama wadau wakubwa wa REA ambao tunafanikisha hii kazi ili jukumu ambalo wamepewa REA la kufikisha umeme kila kijiji kufikia mwaka 2021. Ndio, kwa majina naitwa Hamadi Msemo, mwakilishi wa TANWAT Njombe. Tupo hapa kwenye banda la REA kama wasambazaji wakuu wa nguzo za umeme. Tunapata contract tofauti kutoka wakandarasi wanaohusika na usambazaji wa nguzo vijijini REA. Ndio wadau kubwa kuja kununua nguzo kwenye kiwanda chetu ambacho kipo Kibena Njombe. Jamani, bado tunaendelea kutembelea banda hili la REA na sasa niko kwenye sehemu ambayo ina majiko sanifu. Kuna mhusika na haya majiko, atajitambulisha na kutueleza kifupi kuhusiana na majiko haya. Asante. Mimi naitwa Sylvester Mwambije, ni mkurugenzi wa kampuni ya Envotech Services Limited, kampuni iliyoko maeneo ya Kinondoni, Dar es Salaam. Jukumu letu kubwa ni kusaidia Watanzania kwa kushirikiana na wakala wa nishati vijijini, lakini tumemlenga hasa mtu wa chini ambao kwa bahati mbaya haelewi madhara ya kutumia majiko ambayo sio sanifu. Majiko ambayo sio sanifu huwa yanatoa hewa ambayo inaharibu mapafu, inaharibu macho na maradhi mengi. Sasa sisi tumekuja na majiko hapa ya aina mbalimbali kwa lengo zima la kuwalinda Watanzania. Tunafanya biashara tukatai, lakini lengo zima ni kuwalinda Watanzania waweze kutumia majiko sanifu ambayo yatatumia nishati kidogo. Pili, kuna majiko ambayo yanaweza kutumika mijini na vijijini, kama hili ni jiko la mkaa. Linajibainisha tofauti na majiko mengine kwa uokoaji wake wa nishati. Alafu linajibainisha na majiko mengine kwa kuwa majiko mengine kinachochomwa ni kitako, lakini kwenye hili ni kwamba linatumbukia ndani, linachoma kitako na pembeni mwa sufuria. Alafu pili, joto halipotei, limezungushiwa. Kwa hiyo majiko sanifu yanapunguza matumizi ya nishati, iwe ya gesi, iwe ya mkaa, iwe ya kuni. Lakini vile vile kwa watu wa chips, kuna jiko la kukaanga chips ambalo nalo sufuria lake limetumbukia ndani ya moto. Kwa hiyo moto unalizunguka sufuria. Kwa kufanya hivyo, gharama ya gesi inakuwa ni rahisi kuliko gharama ya mkaa. Na hili hapa ni kwa ajili ya kutengeneza chapati. Nalo limesanifiwa na linatumia nishati kidogo kuliko majiko mengine. Hili hapa ni kwa ajili ya matumizi ya kwenye mashule. Kuna size mbalimbali. Kuna size mbalimbali. Kuna size hii hapa kubwa na kubwa zaidi kulingana na shule ina ukubwa kiasi gani. Tunakidhi mahitaji ya hata shule zenye watoto 4,000, 5,000, 6,000, hata vikosi vya majeshi. Tunakidhi taasisi mbalimbali. Kwa hiyo tupo Kinondoni, karibuni sana. Labda la mwisho kwa kumalizia, sasa kuna wito gani sasa kwa wadau wa REA ili kuhakikisha kwamba tunatimiza ndoto ya Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli kuhakikisha kwamba Tanzania inapata umeme wa uhakika? Nikushukuru sana kwa hilo. Kwanza kabisa nipende kwanza kuwapongeza wadau mbalimbali ambao vile vile wamekuwa wakishirikiana na serikali kuona kwamba hii miradi inafanikiwa. Tunao wadau mbalimbali wakiwemo wabia wa maendeleo development partners. Nchi kama serikali ya Sweden, serikali ya Norway, Umoja wa Nchi za Ulaya, World Bank pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Hawa kwa kweli wamekuwa ni wadau muhimu sana kuona kwamba na wao wanaweka mchango wao kuona kwamba hii sekta ya nishati vijijini inasonga mbele. Kwa hiyo napenda kwamba kuwapongeza sana. Lakini lingine ni kwamba kuna hawa waendelezaji wa miradi mbalimbali. Kuna watu ambao wamekuwa wabunifu, wengine wanaweka miradi ya umeme kule vijijini na wanazalisha umeme, na baada ya kuzalisha umeme wanauza. Wamekuwa ni msaada mkubwa sana kwa serikali, kwa sababu kuna maeneo mengine ambapo imekuwa ni vigumu kwa shirika la umeme kuweza kuendeleza ile miundombinu yao kuweza kuwafikia maeneo kama ya visiwani. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna hawa watu kuna private sectors hii ambao imeparticipate sana katika swala hilo. Kwa hiyo hawa vile vile tunawapongeza. Lakini lingine, wadau wengine muhimu sana ni wananchi wenyewe wanaounganisha umeme. Kwa hiyo mimi nipende kwamba kutoa wito kwa hawa wananchi wanaounganisha umeme kwamba hizi huduma zinapofika kule umeme,
hizi huduma za umeme zinapofika kule vijijini, basi wajue kwamba serikali imetumia pesa nyingi, kwa hiyo wajitokeze kwa wingi kuona kwamba wanaunganishwa. Na gharama za kuunganishwa umeme ni shilingi 27,000 tu. Na kama hunazo kwa wakati huo mmoja, unaweza ukatoa kwa installment, ukatoa kidogo kidogo mpaka 27,000 itakapofika uweze kuunganisha umeme. Lengo ni Watanzania wote milioni 50 wawe na huduma ya umeme. Na dogo tu kwa kumalizia, 27,000 tu inaizaje ikaunganisha umeme tena wa gharama kubwa kama hii ya REA, au mna subsidize? Kama nilivyosema ni kwamba kila kitu serikali imefanya kazi, kutoka kununua nguzo, kuwapata wakandarasi wa kufanya hizo kazi, mpaka kuja kumuunganishia mwananchi umeme. Kila kitu ni kwamba serikali imegharimia gharama zote hizo. Kwa hiyo kwa kiasi fulani ni kama huu umeme, ni kama hizi unganisha ni kama bure, kwa sababu hata ile shilingi 27,000 ni gharama ya VAT tu, lakini sio malipo ya service line. Hapana, kwa malipo ya service line yote serikali imetoa. Asante sana. Wapenzi watazamaji na Watanzania kwa jumla, huu ni uthibitisho kabisa kwamba Mheshimiwa Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli ana nia njema sana na taifa letu la Tanzania. Nyinyi wana vijiji mnaunganishiwa umeme kwa kutoa 27,000 tu, ni kama mnapewa umeme bure. Mpewe nini tena kingine cha kushukuru serikali yetu? Kiukweli hata kama kuna watu watakuwa wanapiga kelele, kuna mambo wanaona hayafanyiki, lakini kikubwa zaidi Mungu mwenyewe anaona kinachofanyika kwa Tanzania kwa ajili ya Watanzania. Natumaini mpenzi mtazamaji umesikia mengi kuhusiana na banda la REA, na kufikia hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki maalum cha ziara ya mkurugenzi mkuu wa REA, mwenyekiti wa bodi ya REA na bodi ya wakurugenzi wa REA kutembelea banda la REA kwenye maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam. Kwa niaba ya wakala wa nishati vijijini, timu yangu ya PPR, naitwa Pascal Mayala. Asanteni na kwaheri.